Tukio hilo limetokea tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu, ambapo ilikuwa ni majira ya saa 5 za usiku huko katika mtaa wa Temeke, kata ya Mandu, wilaya ya Nyamagana, ambapo mtuhumiwa huyo Loveness Daniel Kisile alitoa taarifa hiyo ya uongo kwa kumpigia simu mume wake aitwaye Hosea Joel Lusigwa kwamba ametekwa na watu watatu wa jinsia ya kiume ambao walikuwa wakitumia usafiri wa pikipiki na gari, na alidai kwamba namba za pikipiki na gari hakuweza kufahamu usajili wake. Alidai kuwa watu hao ambao walimkamata kwa nguvu na kumfunika uso kwa kutumia mfuko wa sulfate usoni ili wasiweze kutambulika kwa wepesi, na kudai kuwa waliondoka naye na kwenda naye sehemu ambayo yeye alikuwa haifahamu wakati huo. Taarifa hizo ziliripotiwa kituo cha polisi Nyakato, na mume wa mtuhumiwa akidai mke wake ametekwa na watu wasiojulikana, na watekaji hao wamemtaka watumiwe fedha kiasi cha shilingi milioni 10 kama ambavyo nimesema, na kuwa kama wasingetuma pesa hizo basi wangeweza kumchoma madawa au sindano yenye madawa ambayo ingeweza kumtoa mimba baada ya muda mfupi. Baada ya kudai kwamba alikuwa anaambiwa hivyo nao watekaji, alimjulisha mume wake kwa njia ya simu kwamba mume wake afanye haraka aweze kutuma kiasi hicho cha fedha. Hata hivyo, kwa kuwa mwanamume tayari alikuwa amekwisha ripoti taarifa hizo kwa kituo cha polisi, na tayari jeshi la polisi mkoa wa Mwanza lilikuwa linafanya ufuatiliaji, liliendelea kuweka mtego kuhakikisha kwamba linawakamata watuhumiwa wale wote ambao ilikuwa inadhaniwa kwamba ndio walikuwa wanafanya tukio hilo la utekaji. Baadaye, wakati ufuatiliaji wa tukio hilo unaendelea, aliweza kupatikana akiwa salama na nguo zake akiwa amezichana yeye mwenyewe huko katika mtaa wa Meko, kata ya Buzuruga, katika wilaya ya Ilemela. Uchunguzi wa jeshi la polisi ulikuwa unaendelea, ulifanikisha kumkamata mwanamke huyo. Baada ya mwanamke huyo kuwa amekamatwa na jeshi la polisi na kuanza kufanyiwa mahojiano, dalili zake baada ya kuwa tunamhoji ilionekana kwamba taarifa alizokuwa akitoa hazikuwa na uhalisia, kwa sababu alidai kwamba wakati huo tayari ule ujauzito wake ulikuwa umeshaharibika, na akadai kwamba vile vichanga vilivyoondolewa katika tumbo baada kuwa vimetoka baada ya kuchomwa sindano tayari vilikuwa vimechukuliwa na wale watuhumiwa ambao walimteka na kutoweka navyo katika mazingira ya kutatanisha, kwenda navyo kula alipokuwa hapafahamu. Basi baada ya taarifa hizo, jeshi la polisi tukamwangalia, tukajenga mashaka kuhusiana na taarifa hizo ambazo alikuwa akizitoa. Kutokana na hali hiyo, jeshi la polisi tulimchukua mwanamke huyo Loveness Daniel Kisile na kwenda kumfanyia uchunguzi katika hospitali ya Sekoture, ambapo baada ya uchunguzi wa kitaalamu iliweza kubainika kwamba taarifa alizokuwa akitoa mwanamke huyo hazikuwa na ukweli wowote, kwani ilionekana kwamba mwanamke huyo hakuwa na ujauzito kama alivyodai. Lakini baada ya kuendelea kumhoji zaidi, mwanamke huyo aliamua kukiri yeye mwenyewe kwa kueleza kwamba taarifa alizotoa kwamba alikuwa ametekwa na watu wasiofahamika waliokuwa wakitumia pikipiki na gari, kwamba taarifa hizo hazikuwa na ukweli wowote.